Unajua kwa Dar es Salaam tunaletewa madalali ndio wanatuletea wapangaji. Kwa hivyo akiletea mpangaji unakuta unamwamini, unampangisha nyumba yako. Siwezi kutilia shaka kwamba ni atauza na alikuwa ni dada tu. Ana umri gani ukimpiga hesabu? Ukipiga hesabu kwenye miaka 36-7. Kwa akafika pale akaishi na familia yake. Miezi 3 ya mwanzo akalipa vizuri. Miezi iliyofuata kwa hiyo akawa ananiambia ana changamoto za familia. Mume amemtelekeza. Baada ile miezi 6 iliyofuata ikawa sasa kila siku anasema ana changamoto, mara mume amemtelekeza. Mambo yakawa mengi. Sasa mimi nikawa naonea huruma wale watoto. Kwa hiyo nikawa nimemwacha tu. Lakini mwisho wa siku ndani ya ile nyumba kuna nyumba nyingine. Mpangaji wangu mwingine akanipigia simu akaniambia mbona mpangaji wako anahama usiku sana? Nikamwambia kweli, nikampigia simu. Mbona unahama usiku sana? Akaniambia hapana, mdogo wangu amejia vyombo vyake. Nikamwambia kweli. Basi sawa. Mimi sikuwa nimekuwa na wasiwasi kwa sababu ameniambia ni mdogo wake amejia vyombo vyake. Baadaye ndio yule mpangaji akaniambia ni yeye amehama asubuhi. Baada ya siku ile ilikuwa tarehe 17, 18 CRDB wakaja wakachora nyumba. Nyumba inauzwa na CRDB benki. Kwa hiyo walitaka kuanzia ndani, lakini wale wapangaji wakapambana nao wakawafungia nje. Kwa hiyo wakachora ule ukuta wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nyumba inauzwa na CRDB benki. Na nyumba ilikuwa na ukubwa ukoje? Vyumba kuanzia vingapi? Nyumba ilikuwa kubwa, ina vyumba 3 vya kulala na sebule na parking ya gari pamoja na store na jiko. Baada ya kuona mchoro wa tangazo sa nyumba inauzwa, wewe ulichukua hatua gani? Kwa kweli niliondoka asubuhi sana, nashukuru Mungu SGR iliniokoa. Kwa hiyo niliondoka hapa asubuhi sana saa 11, nikawa Dar es Salaam kwenye saa 3 kasoro. Nikaenda moja kwa moja CRDB makao makuu. Nikaenda nikatoa taarifa kwamba nyumba yangu inauzwa na nyinyi. Hii nyumba sio ya huyu mpangaji. Kwa hivyo nilipotoa taarifa pale wakaniambia nisubiri. Baadaye wakaniambia mimi nataka nijue kwanza nyumba imechorwa au mpaka kujua mpangaji anaiuza, yani ulijuaje? Nilijua ndani ya ile nyumba kuna nyumba nyingine. Kwa hiyo kuna nyumba 2 ziko kwenye ukuta mmoja. Kwa ile mpangaji mwingine ndo alinipa taarifa. Akaniambia dada, nyumba inauzwa, imeandikwa. Kwa hiyo akachukua video wakanirushia. Kwa hiyo nikaenda na pale Oysterbay polisi kwenda kutoa taarifa, nikachukua na RB. Kwa hivyo kesi ikaanza hapo sasa, kwa sababu nenda serikali za mtaa, nikaenda kwa mkuu wa wilaya, nikakwenda mahakamani. Kwa hiyo kesi ikafunguliwa ikaanza hapo. Kwa hiyo kesi ile imeendeshwa na mahakimu 5. Yaani haijawahi kusikilizwa. Kwa hiyo mashahidi wangu kila siku lazima niwalipie nauli, wale mahakimu wale wanasheria lazima na wenyewe niwalipie nauli kila nikienda mahakamani. Kwa hiyo kesi ile ilichukua muda mrefu isikilizwe, mimi kaa sijui kwa nini. Sasa ulivyoenda CRDB walikwambia nyumba yako imekopewa. Documents zilikuwa zinaonyesha ni nani na walikubaliana naje paka wao ikafikia walimpa mkopo? Zile documents zinasomeka majina ya huyo dada mpangaji. Lakini sasa zote ukizichunguza kama zimefojiwa, so original, kwa sababu ile hati original nayo mimi. Nayo mimi mwenyewe. Kwa hivyo na mimi pale CRDB nikaenda na ile hati original nikawaonyesha. Nikamwambia angalia mimi nimenunua 2000 na ile kiwanja nimenunua 2001. Yule dada anasema amenunua kile kiwanja 2012. Mimi nishajenga kabisa mpaka nyumba na tayari tumo ndani yake, na nilienda mpaka na picha za ushahidi nikiwa ndani ya ile nyumba na kila kitu vizuri. Kwa hivyo ikawa sasa ni kila siku inaahirishwa bila sababu za msingi. Kwa kweli ikawa inaniumiza. Ukija kupiga mahesabu mahali pa yani hela imeenda karibu milioni 10, hakuna solution. Na wakati huo kesi ilikuwa ni dhidi ya nani? Wewe na mpangaji wako au wewe na CRDB? Mimi na mpangaji wangu na CRDB pamoja na wale brokers walikuwa wanauza hiyo nyumba. Yeye alikuwa anahudhuria mahakamani? Hakuwahi kufika hata siku moja tangu kesi inaanza. Wale brokers walifika siku moja, CRDB ndio walikuwa wanakuja kila mara. Na sasa baada ya kuwa kesi ipo mahakamani kwa muda mrefu, ulichukua hatua gani katika namna kuweza kupata haki yako? Kwa kweli nilihangaika sana. Yaani mpaka kufika hapa ni Mungu tu alisaidia
nikafika hapa, nikaja nikapata haki yangu. Mimi wakati naenda kwenye kesi, wakati narudi na kuja sasa huku tena kuja kufuatilia mambo mengine, nikakutana na katibu mkuu kwenye treni. Sasa nikaa amekaa pembeni yangu na anaelezea tu mambo ya anaelezea haya mambo ya ardhi na haki. Kwa hiyo alivyokuwa anaelezea hivyo, mimi nikasema labda nikimwambia jambo langu anaweza kanisaidia. Kwa hiyo nikamuomba, nikamwambia samahani, sijui kama ndo katibu mkuu, sijui ni nani. Nikamwambia samahani, mimi nina kesi inanitesa Dar es Salaam. Sasa hivi nimepiga mahesabu hapa, yani hela zimeenda nyingi afu kesa izungumzwe. Yule hakimu wa kwanza aliwaita watu wa CRDB vizuri. Akamwambia kakaeni na huyu mama kwa sababu nyie ndo mna makosa, kamalizeni. Lakini yeye alivyoona hawataka kumsikiza akampa hakimu mwingine. Kwa hivyo nilipokutana naye nikamuelezea, nikamwambia mimi na kesi iko Dar es Salaam, yani inanitesa. Kila mara naenda narudi nafanya hivi, na mimi huku mimi ni mfanya biashara, kwa hiyo nazunguka Tanzania. Kwa hivyo nikamwambia naomba unisaidie kama unaweza kunisaidia, au kama kuna mtu yote ambaye unamjua anaweza kunisaidia. Basi hivyo nisikiliza, basi baadaye akanipa simu. Nikaongea na mama. Akaniambia naomba nikusikilize. Nikamwambia nina nyumba yangu nilikuwa nimeweka mpangaji. Sasa ile nyumba imeandikwa na CRDB inauzwa. Nyumba ya milioni 150 inaenda kuuzwa milioni 30. Kweli? Akanambia wapi? Nikamwambia Makabe. Ndio akanambia unaweza ukapanga safari ukaja Katiba na Sheria. Nikamwambia ninaweza. Akanambia basi jipange uje. Kwa hiyo nikaja hapa nikamuona, nikampokelewa na huyo mheshimiwa Limo huyo. Alivyonipokea nikamuelezea, nikaja hapa wakanielezea, wakanisikiliza vizuri. Baadaye ndo nikapata sasa ile, wakaniambia itabidi turudi tukakutane na CRDB waitwe, alafu tuweze sasa kukaa chini tuongee. Mimi sikujali gharama nilizotumia kwa kweli. Nilikuwa naomba tu nyumba yangu irudi. Kwa hiyo waliwaita CRDB pale Rita, tukawepo na katibu mkuu Mheshimiwa Jane Limo na waheshimiwa wengine 3 na wale watu wa CRDB. Basi wakaambiwa wao ndio wamekosea kwa sababu huwezi kuuza nyumba ya mtu haina hati, una uhakika nayo. Kwa sababu niliwauliza tu swali dogo, je, mliuliza majirani zangu hii nyumba ni ya nani? Hakuna. Wao walifika tu na kuchora na kuondoka. Kwa hivyo tukakubaliana katika mazungumzo yetu kwamba nyumba irudi, CRDB wabaki na madeni yao. Hiyo ndivyo ilivyokuwa. Ninatoa wito kwa watu ambao wanakutana na changamoto kama za kwangu, waweze kufika kituo cha Katiba na Sheria, watapata huduma nzuri sana tena bure, kwa sababu mimi mwenyewe nilihudumiwa bure kabisa bila kutoa gharama yoyote. Kwa hivyo nilikuwa na shauri pia kama hawa waheshimiwa wanaweza wakazunguka pia mikoani, ingesaidia, kwa sababu kuna wengine wako ndani hawajui kama kuna huduma hii alafu inatolewa bure kabisa, alafu wanaweza wakapata msaada mkubwa na wakawa katika hali ya kawaida, sababu migogoro ni mingi. Na wapangaji wasio waaminifu ambao wanaenda wanakopea nyumba za watu, mimi nilikuwa naomba waache kwanza. Pia wawe na hofu ya Mungu, kwa sababu huwezi kwenda kukopea nyumba ya mtu wakati sio ya kwako wala hujagharimia chochote. Ni mbaya, sio nzuri kwa kweli. Kwa hiyo nilikuwa na shauri waache mara moja. Hiyo ni sawa na utapeli, ni sawa na wizi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.